Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ikiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu sana leo ikiwa ni Novemba 14 mwaka 2025. Karibu nikualike nikupitishe kwenye viwanja vya kimichezo. Hii ni sports update, hii ni Game On TZ. Mimi naitwa mpekuz.com. Wapinzani wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Petro Atletico Luanda kutoka pale nchini Angola leo wameweza kufanya makubwa kweli. Ni moja kati ya wapinzani bora kweli ambao Simba wanatarajia kwenda kuvana ifikapo Novemba 22 ya mwaka 2025. Mchezo wa mkondo wa kwanza utapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam majira saa 1 kamili za jioni, ambao mchezo huo utapigwa na umebeba hisia kubwa za mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Wapinzani hao wa klabu ya Simba Petro Atletico Luanda kutoka pale nchini Angola leo wameweza kufanya maboresho katika benchi la ufundi kwa ajili ya kwenda kuimalika, kwenda kujiandaa vizuri ama kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Simba lilikwambia mara kwanza ataenda kumkaribisha Petro Atletico kutoka dimba la Benjamin Mkapa. Klabu hiyo imeweza kufanya maboresho ya benchi la ufundi, huku wakisema kwamba haya ni maandalizi kuelekea mchezo wa kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika. Klabu hiyo iliyojikita kule makao makuu nchini Angola, huku wakisema kwamba haya ni maandalizi, moja kati ya maandalizi bora kweli, na wanafahamu fika wapinzani ambao Simba wanaoenda kukutana nao katika mchezo wa mkondo wa kwanza. Uongozi wa klabu hiyo ya Petro imeweza kumbadilisha majukumu ya kocha mkuu wa kikosi hiko cha Petro Luanda kwa kusema kwamba kumletea msaidizi wake, kwa maana kwamba kikosi hiko cha Petro wameweza kufanya maamuzi. Kocha aliyekuwepo madarakani ama kocha aliyekuwepo kuifundisha klabu hiyo ya Petro ameweza kuletewa kocha mwingine, kocha ambaye wataenda kupeana ushauri kwa kadri vile ambavyo itakavyokuwa ama itakavyoenda kwenye mchezo huo wa mkondo wa kwanza. Wapinzani wa Simba kadri siku inavyozidi kuongezeka wakiendelea kufanya maboresho, na huku wakisema kwamba mechi iliyokuwa mbele yao sio mechi nyepesi, ni mechi ngumu kweli, huku wakiwatazama Simba ni kama vile Giant Africa. Ukijaribu kutazama ile renki ya kafu vilabu bora barani Afrika, huku Simba wao wakishika nafasi ya 5, huku nafasi ya kwanza ikishika na Al Ahly kutoka pale nchini Misri, na nafasi ya pili ikishikwa na Esperance de Tunis kutoka pale nchini Tunisia, na nafasi ya 3 ikishikwa na Mamelodi Sundowns kutoka pale Afrika Kusini, nafasi ya 4 ikishikwa na RS Berkane kutoka pale nchini Morocco, na nafasi ya 5 huku ikishikwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Huku Petro Atletico wakifahamu ya kwamba wapinzani waliokuwa mbele yao si wapinzani dhaifu, ni wapinzani wazuri, na huku wakiamini kwamba kwa hivi sasa Simba imeweza kufanya maboresho katika benchi la ufundi, huku kikosi hiko cha Simba kikinolewa na kocha raia kutoka pale taifa hilo la Bulgaria. Viongozi wa klabu ya Petro wamesema kwamba kwa kuwa Simba ni klabu kubwa barani Afrika, wao wamelazimika kuweza kufanya maboresho na kumletea kocha mkuu msaidizi, na hivi sasa kikosi hiko cha Petro ipo idadi ya makocha watatu. Makocha wote wawili wana leseni ya kuwa kocha kuu kwenye vilabu, lakini uongozi wa klabu hiyo ya Atletico Petro wao wametazamia kwamba ni kwenda kuliboresha benchi la ufundi, na huku wakiamini kwamba ni mchezo wao mkondo wa kwanza ambapo wataenda kukutana na Simba hautakuwa ni mchezo rahisi. Lakini pia ukiachana tu na hilo, kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba jana kimerejea kambini, kwa maana kwamba baada tu ya kupewa off na benchi la ufundi chini ya kocha Dimitar Lopatev, Simba jana wamerejea katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kufanya maandalizi kuelekea mchezo wao wa mkondo wa kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Simba ataenda kumkaribisha Petro Atletico Luanda kutoka pale nchini Angola katika dimba la Benjamin William Mkapa. Moja kati ya sifa ambazo viongozi wa klabu ya Simba
wamevutiwa kwa asilimia kubwa sana ni ile falsafa ambayo anayoionyesha kocha Dimitar Pantev katika uwanja wa mazoezi. Nikinukuu kauli ya moja kati ya viongozi wa klabu ya Simba, ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi kutoka ndani ya viunga vya Msimbazi, vikisema kwamba tunafurahishwa sana na falsafa ya mwalimu kocha Dimitar Pantev, kile ambacho anachokionyesha na kile ambacho anachojaribu kuwafundisha wachezaji. Hakika kabisa tumefurahishwa sana. Simba ya msimu uliopita na msimu huu kumekuwa na mabadiliko makubwa sana katika uwanja wa mazoezi. Hata wachezaji wenyewe wamekuwa na morali ya hali ya juu, huku kila mchezaji anatamani kufanya mazuri na kumwaminisha kwamba kocha yeye ni mchezaji sahihi kweli kweli. Viongozi wa Simba wamesema kwamba ubora na weledi unaoonekana katika uwanja wa mazoezi, hiyo pia ni ishara nzuri kweli kweli kwa ajili ya kufanya maandalizi ama msimu huu wa 2025-26 inawezekana wao wakawa mabingwa katika michuano mbalimbali, iwe michuano ya ligi kuu Tanzania bara, kombe la CRDB Federation Cup, ama michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Msimu uliopita Simba 2024-25 Simba aliishia katika hatua ya finali kombe la CAF Confederation Cup, ambapo Simba alicheza finali dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao ulichezwa pale visiwani Zanzibar katika dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar na Simba. Mchezo huo ulitamatika kwa sare ya goli 1-1. Viongozi wa Simba matumaini yao makubwa yapo kwa kocha Dimitar Pantev, na huku akisema kwamba wao wamejipanga vizuri kweli kweli, kwani kila mchezaji yupo katika muonekano mzuri. Lakini pia ukiachana tu na hilo, mwekezaji wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba Mohamed Dewji pia ameweza kumwambia afu vilabu bora barani Afrika, huku Simba wao wakishika nafasi ya 5, huku nafasi ya kwanza ikishika na Al Ahly kutoka pale nchini Misri, na nafasi ya pili ikishikwa na Esperance de Tunis kutoka pale nchini Tunisia, na nafasi ya 3 ikishikwa na Mamelodi Sundowns kutoka pale Afrika Kusini, nafasi ya 4 ikishikwa na RS Berkane kutoka pale nchini Morocco, na nafasi ya 5 huku ikishikwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, huku Petro Atletico wakifahamu ya kwamba wapinzani waliokuwa mbele yao si wapinzani dhaifu, ni wapinzani wazuri, na huku wakiamini kwamba kwa hivi sasa Simba imeweza kufanya maboresho katika benchi la ufundi, huku kikosi hiko cha Simba kikinolewa na kocha raia kutoka pale taifa hilo la Bulgaria. Viongozi wa klabu ya Petro wamesema kwamba kwa kuwa Simba ni klabu kubwa barani Afrika, wao wamelazimika kuweza kufanya maboresho na kumletea kocha mkuu msaidizi, na hivi sasa kikosi hiko cha Petro ipo idadi ya makocha 3. Makocha wote wawili wana leseni ya kuwa kocha kuu kwenye vilabu, lakini uongozi wa klabu hiyo ya Atletico Petro wao wametazamia kwamba ni kwenda kuliboresha benchi la ufundi, na huku wakiamini kwamba ni mchezo wao mkondo wa kwanza ambapo wataenda kukutana na Simba hautakuwa ni mchezo rahisi. Lakini pia ukiachana tu na hilo, kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba jana kimerejea kambini, kwa maana kwamba baada tu ya kupewa off na benchi la ufundi chini ya kocha Dimitar Pantev, Simba jana wamerejea katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kufanya maandalizi kuelekea mchezo wao wa mkondo wa kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Simba ataenda kumkaribisha Petro Atletico Luanda kutoka pale nchini Angola katika dimba la Benjamin William Mkapa. Moja kati ya sifa ambazo viongozi wa klabu ya Simba wamevutiwa kwa asilimia kubwa sana ni ile falsafa ambayo anayoionyesha kocha Dimitar Pantev katika uwanja wa mazoezi. Nikinukuu kauli ya moja kati ya viongozi wa klabu ya Simba, ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi kutoka ndani ya viunga vya Msimbazi, vikisema kwamba tunafurahishwa sana na falsafa ya mwalimu kocha Dimitar Pantev, kile ambacho anachokionyesha na kile ambacho anachojaribu kuwafundisha wachezaji. Hakika kabisa tumefurahishwa sana. Simba ya msimu uliopita na msimu huu kumekuwa na mabadiliko makubwa sana katika uwanja wa mazoezi. Hata wachezaji wenyewe wamekuwa na morali ya hali ya juu, huku kila mchezaji anatamani kufanya mazuri na kumwaminisha kwamba kocha yeye ni mchezaji sahihi kweli kweli. Viongozi wa Simba wamesema kwamba ubora na weledi unaoonekana katika uwanja wa mazoezi, hiyo pia ni ishara nzuri kweli kweli kwa ajili ya kufanya maandalizi ama msimu huu wa 2025
25-26 inawezekana wao wakawa mabingwa katika michuano mbalimbali, iwe michuano ya ligi kuu Tanzania bara, kombe la CRDB Federation Cup, ama michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Msimu uliopita Simba 2024-25 Simba aliishia katika hatua ya finali kombe la CAF Confederation Cup, ambapo Simba alicheza finali dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao ulichezwa pale visiwani Zanzibar katika dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Simba mchezo huo ulitamatika kwa sare ya goli 1-1. Viongozi wa Simba matumaini yao makubwa yapo kwa kocha Dimitar Lopatev, na huku akisema kwamba wao wamejipanga vizuri kweli kweli, kwani kila mchezaji yupo katika muonekano mzuri. Lakini pia ukiachana tu na hilo, mwekezaji wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba Mohamed Dewji pia ameweza kumwambia kocha Dimitar Lopatev kwa maana kwamba dirisha dogo la usajili linaendelea kwenda kufunguliwa ifikapo Januari mwaka 2026. Dirisha dogo la usajili linaenda kufunguliwa. Kocha Dimitar Lopatev ameeleza na kutoa hisia zake kwa maana kwamba kile ambacho anachokitazama kwenye kikosi hiko cha Simba, wapi ambapo anahitajika kwenda kufanya maboresho. Kocha Dimitar Lopatev amesema kwamba moja kati ya maeneo ambayo yeye anatamani kwenda kuyafanyia maboresho ni eneo la goalkeeping. Ukijaribu kutazama goalkeeper number 1 Musa Kamara Pimpin mpaka hivi sasa yupo katika majeraha mazito, huku majeraha hayo aliyokuwa ameyapata katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika mkondo wa pili, ambapo Simba alimkaribisha Gaborone United kutoka pale nchini Botswana. Kocha Dimitar Lopatev ameeleza kwamba kama majeraha ya Musa Kamara Pimpini kama itaendelea kumsumbua, basi ifikapo Januari italazimika viongozi wa Simba waingie sokoni kwenda kumtafuta golikipa mwingine wa kigeni ili kwenda kuongeza morali ama motivation na magolikipa ambao waliokuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba. Viongozi wa Simba huko chini ya rais wa heshima na mwekezaji wa klabu hiyo ya Simba Sports Club Tanzania Mohamed Dewji hilo ameweza kulipitisha na kusema kwamba wao hawana shida, kwani yeye ndiye ambaye ni kocha ambaye anatazamiwa kwa jicho la tatu. Kile ambacho anachokitazama wapi ambapo anahitaji kwenda kufanya maboresho, basi kocha yeye atalazimika kusema kwamba anahitaji mchezaji wa aina hii. Lakini pia kocha Dimitar Lopatev ameeleza kwamba moja kati ya maeneo ambayo ni pia yanahitajika kwenda kufanya maboresho katika eneo la katikati, kwa maana kwamba kiungo namba 10 anahitaji mchezaji mwingine ambaye huyu ataenda kuwafanya wachezaji waliokuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba kuwashawishi na wao kujituma zaidi, kwani waliokuwepo hivi sasa haina maana kwamba hawajitumi, bali ni kutengeneza ama kuongeza ubora kwenye kikosi hiko cha Simba. Zipo taarifa mara kwanza Elie Mpanzu Kibisawala ilisemekana kwamba naye pia anahitajika kuondoka ifikapo Januari, lakini hiyo taarifa Elie Mpanzu wakala anayemsimamia Elie Mpanzu, hiyo taarifa sio ya kweli na imeweza kukanushwa kwamba Elie Mpanzu bado ataendelea kusalia hapo kwenye viunga vya Msimbazi, na taarifa zinazozagaa huko mitandaoni kusema kwamba Elie Mpanzu msimu huu wa 2025-26 na ifikapo Januari mwaka 26 basi yeye ataondoka kwenye viunga hivyo vya Msimbazi. Wakala huyo anayemsimamia Elie Mpanzu Kibisawala, raia kutoka pale Kinshasa nchini Kongo, ameeleza kwamba hawapo katika mpango mkakati wa kuweza kuachana na mchezaji huyo, kwani hata kocha mwenyewe Dimitar Lopatev ameeleza kwamba bado anahitaji kwenda kuwatazama zaidi wachezaji ambao waliweza kusalia. Kuna baadhi ya wachezaji wengine wamepewa mlango wa kwaheri, kwa maana kwamba wao hawatakuwa na nafasi pale ambapo wanapojaribu kutazama wapi ambapo wanapohitaji kwenda, basi wamefunguliwa mlango wa kwaheri. Huku Ali Awesu ni miongoni mwa wachezaji ambao msimu wa dirisha dogo litakapofunguliwa, basi yeye huenda akaachana klabu hiyo ama kupelekwa kwa mkopo na huku kuendelea na shughuli zingine za klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hii ni Sports Update. Mimi naitwa Mpekuzi.com na hii ni Game On TZ.